Naam, habari ya asubuhi hii Jumamosi nyingine tarehe 11 April 2026, moja kati ya siku nyingine ambayo tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, kwa sababu moja kubwa, ametuonyesha siku nyingine na amekuonyesha pia siku nyingine. Haijalishi uko katika hali ngumu kiasi gani, uko katika wakati mgumu kiasi gani, lakini mshukuru Mwenyezi Mungu na endelea kuomba rehema zake tena na tena na tena na tena na tena, ili uendelee kukaa sawa. Mariango Mgeta ndio jina langu. Karibu sana katika Morning Sky habari, moja kati ya sehemu muhimu ambao hii ndio ambapo tunakutana na ZIC ambao wao kwa pamoja wanaungana na sisi pia katika Morning Sky habari kuhakikisha kwamba habari zinakufikia wewe, taarifa muhimu, lakini vile vile yale ambayo yameweza kuchukua nafasi kubwa katika kurasa mbalimbali za magazeti, kurasa za mbele, kurasa za nyuma, pia yote tutaweza kuyapata hapa hapa kwa mwendo ambao tutaweza kujaliwa kuwa nao. ZIC wanakuambia watembelee kwenye mitandao yao ya kijamii, ikupe nafasi wewe kuweza kushuhudia ama kuona kile ambacho wao wanakifanya, na kisha ujisajili, ujiunge na ufuate utaratibu ili uwe mmoja kati ya wale ambao wataweza kurejeshea tabasamu lao endapo kile ambacho wewe umekipoteza basi utaweza kurejeshea, kwa sababu ZIC wao wanashughulika zaidi na bima. Kwa hiyo utakuwa na nafasi ya kuweza kukatia bima yako. Sasa sehemu ya kwanza ni habari ambazo tunazo, taarifa tofauti ambazo tunazo kutoka hapa, na mara baada ya hapo tutaweza kwenda moja kwa moja kuweza kupata kufahamu undani wa vichwa mbalimbali vya magazeti katika kurasa za mbele na kurasa za nyuma asubuhi hii ya leo. Sasa muda wako ni kuchukue kwamba nikukaribishe katika kuweza kufahamu yale ambayo tunayo katika Morning Sky habari asubuhi hii ya leo. Taarifa ya kwanza ambayo tunaanza nayo ni Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema kwamba serikali inatenga fedha maalum ambazo zitaweza kuwezesha Wizara ya Teknolojia, Habari, Mawasiliano kuzipatia mitaji kampuni changa ambazo zinamilikiwa na vijana ili ziweze kukua na kushindana katika soko la kidigitali. Hayo yamezungumzwa wakati wa uzinduzi wa minara 758 ambao ni maunganisho ya mkongo wa mawasiliano katika wilaya takriban 85, pamoja na kukabidhi mkongo wa mawasiliano serikalini katika hafla ambayo ilifanyika katika ukumbi wa Jakaya Kikwete Convention Center ambao uko jijini Dodoma. Hii ni taarifa zaidi. Endelea na maandalizi ya ujenzi wa chuo mahiri. Katika hatua nyingine, tutaendelea na maandalizi ya ujenzi wa chuo mahiri cha kidigitali hapa Dodoma. Na ili kuchochea ubunifu na ajira katika uchumi wa kidigitali, tutatenga fedha zitakazoiwezesha Wizara ya Habari, Wizara ya Teknolojia ya Habari na Mawasiliano kuzipatia mitaji kampuni changa za vijana, yani startups, ili ziweze kukua zaidi. Amesema waziri, tumeanza na bilioni 5 kwa mwaka huu, lakini tutaendelea kutenga fedha ili startups ziweze kukua. Na nafurahi kusema kwamba wakati natembelea mabanda ya maonyesho pale nje, nimekutana na startup moja inayoshughulika na mambo ya afya. Ni vijana ambao wamejitoa katika kufanya ubunifu, kutengeneza mfumo wa kuscreen au kuchunguza kansa ndani ya mwili wa mtu, na wameanza kwa kansa za wanawake kwa sababu ndio tatizo kubwa, kansa za uzazi, na wamesema wanapoendelea wanakwenda kwenye maeneo mengine, na nadhani watajielekeza kwenye tezi dume kwa sababu hizo nazo sasa ziko katika kiwango kikubwa. Kwa hiyo nikupe moyo na nikuhamasishe waziri kuwapatia vijana hawa mtaji ili waweze kutoka hatua moja na kwenda hatua nyingine kama walivyojipanga. Moja kati ya taarifa ambayo tumeweza kuanza nayo ya kutia moyo kwa vijana wale ambao wanaanzisha kampuni ama taasisi ndogo ndogo kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba wanapata mitaji ili kuweza kushindana zaidi kidigitali. Sasa tunaelekea bungeni, bado tuko katika jiji la Dodoma, na sasa tunaelekea bungeni ambapo kama unakumbuka hivi karibuni ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali iliweza kutolewa. Sasa kule bungeni, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Musa Hassan Zungu, yeye ametoa ufafanuzi wa utaratibu
wa bunge namna ya kushughulikia ripoti hiyo. Amesema kwamba ripoti ambayo imeweza iliwasilishwa Machi 30 Ikulu jijini Dar es Salaam na kusomwa na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG Charles Kichere, CPA Charles Kichere. Sasa mbele ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sasa kuna utaratibu ambao utaweza kutumika namna gani ambayo itaweza kuwasilishwa pale. Tupate taarifa ifuatayo. Leo hii ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali imewekwa mezani kwa utaratibu uliowekwa chini ya masharti ya kanuni 46 ya kanuni ya kudumu ya Bunge toleo la mwaka 2025. Utaratibu huu utazingatia Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na Sheria ya Ukaguzi wa Umma sura 418 ambazo kwa pamoja zinajenga msingi wa uwajibikaji kwa matumizi ya fedha za umma. Mheshimiwa Bunge, kwa kuahidi ripoti ya kwanza ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kuwasilisha katika Bunge la 13, nachukua fursa hii kufafanua baadhi ya mambo ya msingi kuhusu utaratibu wa kuifanyia kazi ipasavyo. Ufafanuzi huu ni pamoja na kuonesha mabadiliko makuu ya utaratibu yatakayotumika katika Bunge la 13 kwa lengo la kuimarisha uwajibikaji. Mabadiliko haya yenye msingi katika kanuni za Bunge ni kama ifuatavyo: utaratibu wa kamati za kusimamia matumizi ya fedha za umma kufanyia kazi ripoti hizo kwa kuwahoji maafisa masuhuli unaanza baada ya ripoti hiyo kuwekwa mezani bungeni hadi mwaka mkutano wa Bunge wa mwezi Oktoba, Novemba. Jambo hili sasa limepewa nguvu ya kikanuni chini ya kanuni ya 139 fasili ndogo ya 16 ya kanuni za Bunge. Lengo lake ni kutoa fursa ya uchambuzi wa kina kwa hoja za kiukaguzi kwa mtazamo wa kibunge na kwa niaba ya wananchi, ili kuweza kubainisha hatua za uwajibikaji. Kamati zinapendekeza hatua hizo kwa kuzingatia dosari zilizobainishwa na CAG. Kazi ya CAG ni kubainisha dosari, wajibu wa Bunge ni kubaini hatua za moja kwa moja na kiuwajibikaji. Ni yake kuhusu hatua za utekelezaji kwa maazimio hayo, lengo lake ni kuhakikisha kuwa kuna uwajibikaji wa kweli unaleta matokeo, yani effective and enforceable accountability. Waheshimiwa Bunge, kwa ujumla utaratibu utakaotumika katika Bunge la 13. Naam, bali tuko Dodoma na hapa tumetoka katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini taarifa nyingine ambayo nakupatia ni kuhusu kuwepo kwa changamoto, inasemekana hivyo, katika moja kati ya mifumo ya manunuzi ya kielektronic. Sasa mfumo huu unajulikana kwa jina la NeST, ambapo mbunge wa jimbo la Rorya Jafar Chege ameweza kueleza licha ya kuwa mfumo huo kuonekana kuwa ni imara na ni bora katika kuhakikisha kwamba uwazi na usawa na ugawaji wa zabuni, lakini bado kumekuwa na changamoto kubwa katika utekelezaji wake. Changamoto ni nini? Inaonekana kwamba wapo baadhi ya watendaji ambao wajificha nyuma ya mfumo huo na lengo lao ni kufanya wanachotaka kukifanya, lakini pia kusababisha mfumo huo kushindwa kuweza kutekeleza majukumu yake inavyotakiwa, hali ambayo inasababisha ucheleweshwaji mkubwa zaidi wa huduma na kukwamisha utekelezaji wa miradi ya maendeleo ambayo inatakiwa kwa wakati. Taarifa ifuatayo. Na naamini watatekeleza kwa muda kwa namna ambavyo inatakiwa lifanyike. Lakini la tatu, Mheshimiwa Naibu Spika, tulijadili juu ya NeST kwa maana ya baka. Mheshimiwa Naibu Spika, hili jambo ni jambo la mtambuka. Kwanza mimi binafsi ni miongoni mwa wabunge wachache ambao hawaamini kwamba NeST inatakiwa ifutwe turudi kule tulikotoka. Mheshimiwa Naibu Spika, kama wabunge wanakumbuka, wakati ule afisa masuhuri, afisa manunuzi mmoja alikuwa anaamua nani ampe mradi na anatanguliza cha kwake juu, anachokota kwa juu bila kusimamiwa, bila usimamizi wa watu wa miradi. NeST inazo changamoto zake ambazo zingine ziko ndani ya uwezo wa serikali, wanapaswa kutatua. La kwanza, lazima PPRA waendelee kutoa elimu namna ya kutumia mfumo wa NeST kwenye maeneo yote, kwenye halmashauri zote. La pili, serikali lazima ipeleke fedha za miradi ya maendeleo zinazopaswa kupelekwa
kabla ya muda haujafika mwisho wa mwaka wa bajeti. Kwa mfano, Mheshimiwa Naibu Spika, leo tunazungumza mwezi wa 4, fedha za miradi ya maendeleo kwenye halmashauri zingine bado haijaenda. Tunawapelekea halmashauri fedha mwezi wa 6, tunafunga mwaka, tunakwenda kumaliza ule mwaka, na tunataka waitumie kabla ya 31 Juni. Wanaitumiaje hii fedha? Kwa hiyo utakuta kwamba tunamaliza mwaka, Mheshimiwa Naibu Spika, wakati wanakwenda kutangaza kunakuwa na mrundikano wa maombi kwenye mfumo wa NeST, na kutokana na mrundikano wa maombi mfumo wa NeST tunajikuta tunavuka na ile fedha kwenda kwenye mwaka mwingine wa bajeti. Kurundikana kwa fedha hizi mwishoni kwenye hatima yake tutagundua kwamba NeST, watu wengine wanaweza kusema NeST haifanyi kazi. Ni kweli, tunakiri kwamba wapo watu ambao wamejificha kwenye kivuli cha NeST, wanashindwa kusimamia majukumu yao, wanashindwa kutenda kazi. Sasa malengo yao ni kuhakikisha ule mfumo unafutwa, turudi tulikotoka kule nyuma. Sisi Mheshimiwa wabunge, Mheshimiwa Naibu Spika, lazima serikali tuiombe iboreshe namna ya matumizi bora mfumo wa NeST. Lazima wasimamie fedha za miradi ya maendeleo iende kwa muda. Ndani ya kota ya 3 fedha zio zimekwenda kuanzia mwezi wa 12 mwezi wa kwanza, fedha za miradi ya maendeleo zianze kwenda. Halmashauri zitangaze kazi ili tuwe na muda wa kufanya assessment ya kujiridhisha wakina nani wanaomba na tuweze kuisimamia vizuri. Mheshimiwa Naibu Spika, lipo swala lingine la migogoro ya ardhi ambalo kwenye hotuba yake Mheshimiwa Waziri Mkuu ameligusa. Mheshimiwa Naibu Spika, lazima tukubaliane hapa. Pamoja na kwamba hati ni zao la mwisho la umiliki wa ardhi kwa mwananchi yoyote, lazima kuna hatua kadhaa zinazopitiwa. La kwanza, lazima uwe na TP, lazima eneo lile lipangwe matumizi bora ya ardhi. La pili, lazima eneo lile lipimwe. Ukipima, ukipata survey plan, ndio unakwenda hatua ya 3 ya umilikaji wa kutoa hati. Maeneo mengi lazima tukubaliane na waziri wa ardhi alichukua hili. Mfumo wetu wa utoaji wa hati, mfumo wetu wa TEHAMA ambao unasimamia mlolongo mzima wa utoaji hati, mpaka sasa una changamoto nyingi sana. Leo wabunge, ukienda pale unaenda kuomba hati Dodoma, utakaa zaidi ya siku moja siku mbili. Shida inaweza isiwe athari, shida ni mfumo huu. Kwa hiyo kabla ya kwenda kwenye hatima yetu ya mwisho, mimi nashauri sana Mheshimiwa Waziri afanye mambo yafuatayo. Kwanza, wapitie mfumo wenyewe, mfumo wa TEHAMA wa utoaji na usimamizi wa utoaji hati wenyewe. Kwanza uwe na uwezo wa kujenerate town planning yenyewe. Moja kati ya taarifa ni kuhusu kutatuliwa kwa changamoto ya kuwepo kwa gari la zimamoto katika moja kati ya wilaya ambayo iko katika mkoa wa Manyara, wilaya ya Mbulu, ambapo sasa serikali imetekeleza na kuweza kukabidhi gari hilo la zimamoto na uokoaji katika wilaya hiyo. Lengo ni kuhakikisha kwamba napunguza kukabiliana na majanga ya moto. Sasa wakati wa ukabidhi wa gari hilo, naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Ayub Mohamed bungeni jijini Dodoma ameweza kueleza kwamba wakati akijibu swali la mbunge wa vitu maalum wa Mbulu Mheshimiwa Justina Alkadius Lakhin, ambaye yeye alitaka kuweza kufahamu kwamba mpango wa serikali kupeleka vitendea kazi katika wilaya hiyo ni upi. Tupate taarifa zaidi. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa mambo ya ndani ya nchi, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Justina Alkadius Rai, mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inaendelea na jitihada za kuwezesha upatikanaji wa vitendea kazi kwa jeshi la zimamoto na uokozi kwa ajili ya kutoa huduma kwa wananchi katika maeneo mbalimbali nchini. Katika wilaya ya Mbulu, jeshi la zimamoto na uokoaji limepeleka gari jipya la zimamoto na uokoaji aina ya Iveco 189 lenye ujazo wa maji lita 5,000 na lita 500 za fomu. Kwa kuwa kikosi cha zimamoto pamoja na uokoaji wanawashinikiza au wanawatembelea vikundi mbalimbali vya watu, ikiwepo wafanyabiashara, taasisi mbalimbali pamoja na wamiliki wa vyombo vya moto kufunga ile mitungi ya fire extinguisher, lakini watu hawa wanaofungiwa hawajui vizuri matumizi ya vifaa hivyo. Sasa ni kwa kiasi gani basi serikali iwaelimishe vikundi hivi vinavyolengwa matumizi na tahadhari ya kujizuia na moto kabla ya kuwafungia vifaa hivyo? Napenda kumjibu Mheshimiwa mbunge kwamba ni jukumu la zimamoto na uokozi kuendelea kutoa elimu, ambapo kwa sasa kazi ya utoaji wa elimu inaendelea katika maeneo mbalimbali, ikiwemo wapo wataalamu wanaofundishwa kwa maana ya fire volunteers nchi nzima, ambao hao wanasaidia serikali kupitia jeshi la zimamoto na uokoaji kuhakikisha kwamba elimu inawafikia wananchi kwa kadri hali iwezekanavyo. Vile vile kwa upande wa mashuleni tuna fire clubs katika shule mbalimbali, na vile vile kupitia vyombo vya habari vikiwemo mass na social media tunaendelea kuelimisha wananchi. Na swali hili kwa kweli
wakati najibu swali la msingi la kwanza katika bunge hili, nilitoa tathmini ya hali ya utoaji wa elimu kwa wananchi, na tulisema kwamba tumefikia wananchi kwa kiasi kikubwa, hasa kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Lakini hata hivyo, utaratibu uliopo katika suala la elimu kwa wananchi ni kwamba Jeshi la Zimamoto na Uokoaji linahakikisha kwamba wale ambao wananunua hivi vifaa vya kuzimia moto kupitia kwa madealers mbalimbali wanapatiwa elimu kabla ya kupatiwa vifaa vyenyewe vya kuzimia moto, na hilo linaendelea kufanyika katika maeneo mbalimbali nchi nzima. Na dealers hawa waliopo kwenye mikoa mbalimbali kabla ya kufanya. Taarifa nyingine ambayo tunayo katika Morning Sky habari asubuhi ya leo ni pamoja na naibu waziri wa nishati Mheshimiwa Salome Makamba amesema kwamba Wizara ya Nishati kwa kushirikiana na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia zimeendelea kutoa elimu kupitia vyuo vya VETA, SIDO pamoja na vyuo vingine kwa lengo la kuhakikisha kwamba wananchi wanaweza kuchangamkia fursa mradi wa NLG ambao utaanza hivi karibuni. Lakini naibu waziri pia amewapongeza wanalindi kwa kutoa eneo la ujenzi wa chuo na serikali ambayo ina nia ya dhati kabisa kuhakikisha kwamba chuo hicho kinajengwa ili wananchi waweze kupata ujuzi na kushiriki kamilifu katika miradi ya maendeleo. Hayo amesema akiwa bungeni wakati akijibu swali na maswali ya nyongeza ya mbunge wa viti maalum mkoa wa Lindi Mheshimiwa Kijakazi Yunus. Tupate taarifa zaidi. Kabisa nianze kwa kumpongeza Mheshimiwa Kijakazi Mohamed almaarufu binti Lindi kwa kazi kubwa anayoifanya ya kufuatilia mradi huu wa LNG. Na najua anafanya hivyo kwa sababu anajua huu ni mradi wa kihistoria ambao ukifanikiwa kuanza, mikoa ya kusini itabadilika sana kiuchumi. Swali lake la kwanza linahusiana na kuwajengea uwezo wanawake na wananchi wa mkoa wa Lindi na Mtwara. Na sasa Wizara ya Nishati kwa kushirikiana na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia inaendelea kutoa elimu kupitia VETA, SIDO na vyuo vingine, lakini pia kuna ujenzi mkubwa wa shule ya amali unaendelea kwa ajili ya kutoa elimu juu ya namna ambavyo wananchi wanaweza kuchangamkia fursa zitokanazo na mradi huu wa LNG ambao utaanza hivi karibuni. Lakini kuhusiana na chuo cha elimu ya juu ambacho Mheshimiwa mbunge amekitaja, ni kweli. Kwanza tuwashukuru wanalindi kwa kutoa eneo kwa ajili ya ujenzi wa chuo hiki, na hii ni kwa sababu elimu juu ya uchakataji wa mafuta na gesi bado ni jambo geni kidogo katika nchi yetu. Niwapongeze kwa hilo, na serikali ina nia ya dhati ya kuhakikisha kwamba chuo hiki kinajengwa ili wananchi waweze kupata ujuzi na kushiriki katika mradi huu wa kimkakati, na tutafanya hivyo kwa kadri ambavyo upatikanaji wa fedha utakavyowezekana. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Taarifa hiyo kutoka bungeni. Lakini taarifa nyingine ambayo tunayo ni kuhusu viwango ambavyo vimetajwa kuwa chachu muhimu ya kukuza biashara endelevu, lakini kuongeza ushindani na bidhaa na kuhakikisha kwa vyovyote vile ubora unaokubalika katika masoko ya ndani na nje ya nchi. Hiyo ni moja kati ya taarifa muhimu ambayo tutaweza kwenda kuipata, na inaendelea kusema kwamba lengo ni kuweza kuendeleza zaidi juhudi hizo, ambapo shirika la viwango Tanzania TBS limeadhimisha kile cha siku ya ubora wa viwango barani Afrika, kutoa tuzo kwa washindi takriban 10 kati ya washiriki 522 wa shindano la insha kutoka vyuo vikuu mbalimbali ambavyo viliweza kushiriki vivyoko hapa nchini, na ikilenga kuongeza uelewa na masuala ya viwango kuanzia ngazi ya chini kabisa. Taarifa ifuatayo ina undani zaidi. Ushirikishaji wa wanafunzi wa vyuo katika uandaji wa viwango ni msingi mzuri wa kujenga uelewa, kuongeza matumizi ya viwango na baadaye kuongeza uelewa kuhusu umuhimu wa viwango kuanzia ngazi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na taasisi za elimu ya juu. Haya kwa kweli ni mafanikio makubwa na yanaonyesha kuwa uelewa wa jamii kuhusiana na masuala ya viwango unaendelea kukua kwa kasi siku hadi siku. Ushiriki wenu umeonyesha kuwa mna dhamira ya dhati ya kujifunza na kuchangia jitihada za serikali za kukuza uelewa na matumizi ya viwango hapa nchini. Kupitia shindano hili
Wote mmeweza kuonyesha uwezo wenu wa kufikiri kwa kina na uwezo wenu wa kuchambua kwa kina masuala ya viwango katika kuboresha ubora na usalama wa bidhaa pamoja na huduma ili kulinda walaji na kukuza biashara ndani na nje ya nchi. Pia tunapata fursa ya kuwakumbusha wazalishaji, watoa huduma na wananchi kwa ujumla kuhusu umuhimu wa kuzingatia viwango katika uzalishaji na katika shughuli za kila siku. Shindano hili limehusisha wanafunzi na vijana kutoka katika vyuo mbalimbali nchini, likilenga kuongeza uelewa juu ya umuhimu wa viwango katika maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Kupitia juhudi hizi tunakuza ubunifu, fikra chanya na ushiriki wa vijana katika masuala ya viwango na ubora, ambayo ni nguzo muhimu kwa maendeleo endelevu ya taifa letu. TBS ilipokea insha kutoka kwa wanafunzi 522. Wanawake walikuwa 230 na wanaume 292. Walitoka katika vyuo 33 vya elimu ya juu nchini. Kila insha ilisomwa na kusahihishwa na kila jaji. Washindi wa shindano hili walipatikana kwa kuzingatia vigezo na mwongozo wa kusahihisha, yani marking scheme, uliotolewa na ALSO. Baada ya insha zote kusahihishwa, zilichujwa na hatimaye kupata washindi 10 kitaifa. Kuonyesha umuhimu wa kushiriki mashindano haya, nipende kutoa hamasa kwa watu wengine ambao bado wako vioni. Kwa wale ambao watakuwa wanapata nafasi ya kuendelea kushiriki mashindano haya, ni wapende kuwatia moyo waendelee kushiriki. Hata kwa wale ambao walishiriki wa kupata nafasi ya kufika hatua hii, ni watie moyo waendelee kushiriki pasipo kuchoka, kwa sababu apart from faida ambazo tumezipata za kutambulika kama hivi, kuna faida za maarifa na elimu ambayo unaipata kuhusiana na viwango na umuhimu pia wa uendeshaji wa biashara kufuata. Taarifa muhimu ni kuhusu vijana ambao wanajihusisha na ufugaji hapa nchini, hususan ambao wanafuga mbuzi na kondoo. Wao wamehimizwa kuchangamkia fursa mbalimbali ambao zipo katika mradi wa miaka 5 wa Jenga Kesho Iliyo Bora, ambao inajulikana kama BBT, ya unenepeshaji wa mbuzi kondoo, ambao utawawezesha sasa vijana 200 kupewa mafunzo ya kunenepesha mifugo hiyo kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya soko la kimataifa. Kati akizungumza hayo kwenye wilaya ya Kongwa jijini Dodoma kwa niaba ya Katibu Mkuu Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Mifugo na Uvuvi Dr. Fabian Madele amesema kwamba mradi huo wenye thamani ya zaidi kiasi cha shilingi bilioni 81 unalenga kuwawezesha vijana kupitia shughuli za unenepeshaji wa mbuzi na kondoo kibiashara, uzalishaji wa malisho na mbegu za malisho, uchakataji wa vyakula vya mifugo pamoja na matumizi ya teknolojia za kisasa. Tupate taarifa zaidi. Kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye usiku na mchana anapambana, anafanya kazi ya kuhakikisha taifa linasonga mbele, lakini pia serikali inatambua umuhimu wa vijana, kwamba ni vijana ndio nguzo ya maendeleo, ndio nguvu kazi. Lakini pia tunatambua kwamba vijana hawa kundi lao na changamoto kubwa ya upungufu wa ajira. Ajira zipo lakini hazitoshelezi wingi wao. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto. Vijana wengi wana nguvu, wana maarifa, wameenda shule, lakini wakienda mtaani unakuta ni changamoto kwamba hawapati kazi za kufanya. Kwa hiyo mradi huu umekuja mahususi kwenye kundi hilo ili kutafuta suluhisho la ajira kwa vijana. Watajifunza namna ya kunenepesha mbuzi. Huyo mbuzi ambaye tumemwona bana hali kidogo haijakaa vizuri, na ndio maana akasema hata pale kutakuwa na project ya malisho ya mbuzi. Wakati wa kiangazi, wazee wangu mtakubaliana mimi, mifugo mingi kama mbuzi, ng'ombe na kondoo wanaathirika na hali ya kukosa chakula, na unatarajiwa pia kuleta mabadiliko katika wilaya ya Kongwa, kwa sababu hata kama vijana wanatoka Kongwa wengine na wengine sehemu nyingine, lakini ule mzunguko wa biashara, hao mbuzi wanaotafutwa kwa mfano watatoka maeneo mengi ya Kongwa.
Wale wafugaji wadogo ambao watakuwa wanafuga mbuzi kwa wingi, manake hawa vijana tumeambiwa watachukua mbuzi kwenye maeneo mbalimbali ya wafugaji na kuwaongeza thamani huko utaalamu wao. Ile mbuzi wako ambaye anakaa miaka mitatu au anakaa muda mrefu bila kuwa na ile thamani ambayo inatakiwa kwenye soko, basi kwa wataalamu wetu wataongeza thamani kwenye huu mradi ili aweze kwenda sokoni mapema. Japo masoko ya kimataifa kwa mfano yana sifa ya nyama ambayo inatakiwa. Kwa hiyo mradi huu utafanya kazi kwa kuzingatia misingi hiyo ya kisayansi ili mwisho wa siku kuwe na uhakika wa soko la hao mbuzi. Vijana watafundishwa au watajengewa uwezo wa namna ya kunenepesha mbuzi kibiashara kwa ajili ya kuingia katika soko la kimataifa. Na moja ya sababu ambayo ilionekana ni muhimu sana ili eneo vijana waingie ni kwamba nyama ya mbuzi duniani inahitajika kwa wingi. Taarifa ambayo tunaenda kukamilisha nayo katika Morning Sky habari asubuhi ya leo ni pamoja na Tanzania inatarajia hivi karibuni kuanza kunufaika na magari na vyombo vingine vya usafiri ambavyo vinatumia gesi asilia kabla ya mwisho wa mwaka huu, ambapo uzalishaji wake utafanyika hapa nchini badala ya kuweza kuagiza kutoka nje kama ilivyo sasa. Hatua hiyo ina lengo la kupunguza gharama za uagizaji na kuimarisha matumizi ya rasilimali za ndani. Maendeleo ya hayo yanakuja kufuatia mamlaka ya maendeleo maalum ya uwekezaji Tanzania TISEZA kusaini mkataba na upangishaji wa ardhi wa miaka 33 na kampuni ya HWTZ Limited ya China kwa lengo la ujenzi wa kongani kubwa ya viwanda katika eneo la Bagamoyo, mradi ambao unatarajiwa kuchochea ukuaji wa sekta ya viwanda na ajira hapa nchini. Undani wa taarifa hii kwamba viwanda vitatu vitakamilika kabla ya mwisho wa mwaka huu, na tutaomba viongozi wetu kwenda kuweka jiwe la msingi, na tutaomba viongozi wetu kwenda kuvizindua viwanda hivyo kabla ya kukamilika kwa mwisho wa mwaka. Na viwanda hivi vitatu tutakavyovianza ni kiwanda cha kuunganisha magari, boti za uvuvi na pikipiki, kiwanda cha vifaa vya ujenzi na kiwanda cha vipuri vya chuma, Advanced Equipment Manufacturing. Wanatarajia kabisa ujenzi wa kongani hii kuwa kubwa na ya kisasa ya kimkakati katika eneo letu zima la ukanda maalum wa Bagamoyo, na utakuwa sehemu ya kuhakikisha kwamba tunafika katika lengo la uchumi wa dola za Kimarekani trilioni 1 ifikapo mwaka 2050, sambamba kabisa na dira ya maendeleo ya mwaka 2050. Na wao wataanzisha kiwanda cha kuunda malori yanayotumia gesi, na wanatarajia kabla ya mwisho wa mwaka gari lao la kwanza liwe tayari limeshaundiwa hapa Tanzania. Naam, taarifa hiyo ndio inatukamilishia taarifa muhimu ambazo tumekuwa nazo asubuhi ya leo katika Morning Sky habari. Asante kuweza kushiriki nasi na kuwa pamoja nasi. Sehemu ya kwanza imekamilika, hivyo mapumziko yafuatayo ndio yatatupatia nafasi ya kuingia katika sehemu ya pili, ambapo huko tutaweza kuangalia vichwa mbalimbali vya magazeti katika kurasa za mbele na kurasa za nyuma, lakini kwanza mapumziko yafuatayo. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi,
bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Makubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingolwilo, Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo matatu na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Form za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Sky TV. Naam, sehemu ya pili ndio hii. ZSC ndio washirika wetu na nikukaribishe katika kuweza kufahamu zile taarifa ambazo zimeweza kuchukua nafasi kubwa katika kurasa mbalimbali za magazeti ya asubuhi ya leo. Gazeti la Mwananchi ndio tunaanza nalo, ni Aprili 11, 2026, ukurasa wa mbele. CAG anika udhaifu wa usafiri wa umma mijini, ambapo wabaini magari ya huduma kwa jamii yamepungua kwa 55%, daladala 19%, agusia wingi wa bodaboda, bajaji na ufanisi wa mwendo kasi, achambua takwimu na vifo vya wajawazito, fedha kiduchu, diplomasia ya uchumi. Lakini pia taarifa nyingine nasema utekelezaji maelekezo janga. Habari hii utaipata katika ukurasa wa 2, wa 3, wa 4 na wa 5. Ni taarifa moja ambayo imechukua nafasi kubwa zaidi na ndefu kwa kiasi chake. Polisi wa vibali vya silaha waongezewa mashtaka 16. Ukurasa wa 6 una undani wa taarifa hiyo gazeti la Mwananchi. Lakini taarifa nyingine ambayo imechukua nafasi kubwa katika gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo, mageuzi mawasiliano minara ikizinduliwa. Habari katika ukurasa wa 10 ipo ndani, na nasema kwamba kwenye nukuu kwamba uwekezaji huo kwa vijana ni muhimu kwa sababu dunia ya teknolojia ni yao, dunia hii ipo viganjani mwao na ndio mfumo wa maisha yao. Ni lazima wawezeshwe na kuhamasisha kutumia mifumo hii ili waweze kuwa katika nyanja bora zaidi ya kiuchumi. Ni kauli ambayo imetolewa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan jana katika uzinduzi huo. Verse moja ya Kiba Mondi na Konde, haya katika starehe kwenye gazeti la Mwananchi. Na kamata gazeti la Mwanasport. Gazeti la Mwanasport asubuhi ya leo, no way Brazil akoshwa na Okelo, aeleza ushauri wake ulivyofanyiwa kazi. Taarifa nyingine, shida ya mabao ipo hapa, upata undani wa taarifa hiyo. Remontada fake, tunazisubiri Alfred Arena. Haya, CAG anika mapya Afcon, taarifa ambayo imeweza kuchukua nafasi kubwa
katika gazeti la Mwana Sports asubuhi ya leo. Na kamata gazeti la Zanzibar Leo. Zanzibar Leo ambapo kurasa wa mbele April 11, 2026 Dr. Samia asema tehama isiachwe kuharibu maadili. Ukurasa wa pili una undani wa taarifa hiyo. Dr. Mwinyi ateua wakuu wa wilaya. PBZ yajivunia ukuaji ongezeko la rasilimali katika habari ukurasa wa 3. Na taarifa nyingine, wapeni huduma bora mahujaji asema Hamed. Ukosefu wa mafuta kutatiza usafiri wa ndege Ulaya. Ni taarifa hizo katika kurasa za ndani za gazeti la Zanzibar Leo. RPC Mchomvu wafafanua tuhuma wanaume kupoteza sehemu za siri. Katika ukurasa wa 3 kuna hiyo taarifa ambayo imeweza kuchukua nafasi kubwa. Habari picha ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akizindua minara 758 maunganisho mkongo wa mawasiliano katika wilaya 85 na kukabidhi mkongo wa mawasiliano serikalini kwenye ukumbi wa mikutano Jakaya Kikwete jijini Dodoma, hafla ambayo ilifanyika jana. Nikienda katika gazeti la Zanzibar Leo kwenye michezo na burudani, taarifa ambayo imeweza kuchukua nafasi kubwa kwamba hatutaidharau TMA Stars. Pedro asema hivyo. Ibenge aomba radhi mashabiki Azam. Lakini Baka sala ya TRA imetupa somo. Maandalizi ya mashindano ya kuogelea yakamilika katika kurasa 23 gazeti la Zanzibar Leo. Nikiachana gazeti la Zanzibar Leo, na ikumbuka kabisa kwamba chini ya ushirika mzuri kabisa wa ZIC, wao ndio washirika wetu wanaruhusu kwamba tufanye hiki na tukupatie taarifa hizi muhimu katika vichwa mbalimbali vya magazeti asubuhi ya leo ambavyo vimeweza kuchukua nafasi kubwa zaidi. Uhuru kweli daima, Aprili 11, 2026, taarifa ambayo imechukua nafasi kubwa, Rais Samia afungua uchumi wa kidigitali, azindua minara ya mawasiliano, ni fursa kwa vijana wakiwemo mawinga, mkakati na kufikisha hadi vijijini hata kwa usimamizi wa maadili mitandaoni. Tuzo uchapakazi, ambapo hii kuna habari picha ambayo inaonyesha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akipokea tuzo kutoka kwa Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Angela Kairuki na aliyekuwa waziri wa wizara hiyo mbunge wa Mtama Nape Nnauye kutambua mchango wake katika sekta ya mawasiliano baada ya uzinduzi wa minara ya mawasiliano. Ni taarifa ambayo imeweza kuchukua nafasi kubwa zaidi. Tume ya Jaji Chande yawavutia wasomi. Dr. Mwinyi ateua ma-DC, anza kukata matumizi wasaidizi wa kwea hais. Ni taarifa ambayo imeweza kuchukua nafasi kubwa zaidi. Bunge la valia njuga ripoti ya CAG ukurasa wa 3 gazeti la Uhuru na undani wa taarifa hiyo. Wanaozusha nyeti kuibiwa wazidi kukamatwa katika ukurasa wa 14 wa gazeti la Uhuru. Gazeti la Uhuru hilo hilo kumbuka lina michezo na burudani ambayo inaelekea katika michezo na burudani. Gazeti la Uhuru, kocha Simba achefukwa na nini? Utakutana na taarifa hiyo. Yanga TMA vita ya kombe la FA na Jada Smith atupa kombora. Ni taarifa ambayo imeweza kuchukua nafasi kubwa pia katika kurasa za michezo na burudani gazeti la Uhuru. Chobwedo atikisa. Nikiachana gazeti la Uhuru muda na wakati kama huu, na kamata gazeti jingine hapa ambalo kwa vyote vile imechukua nafasi kubwa, gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, Aprili 11, 2026 ndio leo hii. Gazeti la Habari Leo Jumamosi katika ukurasa wa mbele ni kwamba serikali madola wajadilie amani. Kabudi aeleza hatua kuimarisha demokrasia kudumisha umoja wa kitaifa. Undani wa taarifa ipo katika gazeti la Habari Leo ukurasa wa pili. Lakini bunge sasa kubana maafisa masuuli, ripoti za CAG. TSEZA yatakiwa kuifanyia Tanzania kimbilio la wawekezaji. Mwalimu wa sekondari ashikiliwa kwa ukatili wa kingono. Mapinduzi ya mawasiliano vijijini mipakani, Rais Samia ataka kuzingatiwa maadili, akemea urasimu kwenye miradi. Ni taarifa ambayo imeweza kuchukua nafasi kubwa zaidi. Wabunge wang'ang'ania fedha za barabara vijijini, ukurasa wa 5 wa gazeti la Habari Leo. 97 wakamatwa, 3 wafungwa kwa kuzusha wizi wa nyeti. Ni taarifa ambayo imechukua nafasi kubwa kwenye magazeti takribani yote asubuhi ya leo. Katika Habari Leo kwenye michezo na burudani ni kwamba taarifa ilichukua nafasi kubwa, Serengeti Girls yatisha Botswana.
Na kuna habari picha hapa ambayo inaonyesha wachezaji wa timu ya soka ya taifa ya wanawake chini ya miaka 17 Serengeti Girls wakishangilia bao katika mchezo wa kufuzu kombe la dunia dhidi ya Botswana kwenye uwanja Obed Echan Chilume Botswana jana, ambayo ilishinda mabao 3-2. JKT Mashujaa za tinga robo finali shirikisho rasmi AFCON 2027 kuanza Juni 19. Ni taarifa ambayo imeweza kuchukua nafasi kubwa. Singida Big Stars yatangaza benchi la ufundi. Mwamuzi wa Morocco Senegal atemwa kombe la dunia. Ni katika kurasa mbalimbali za magazeti ambazo zimeweza kuchukua nafasi kubwa zaidi asubuhi hii ya leo, na kila sababu ya kuweza kukamilisha kurasa mbalimbali vichwa vya magazeti katika kurasa mbele na kurasa za nyuma, na kila sababu pia kuweza kuwashukuru ZIC ambao wao wanaturahisishia kupitia bima na wanatuambia kabisa kwamba fuatilia mpango mzima wa kuhakikisha kwamba kile kitu unachokimiliki unakilinda vizuri, nyumba, gari, usafiri wa aina yoyote ile, na kitu chochote ambacho unaona kwamba kina thamani basi kikabidhi kwa ZIC, lengo likiwa ni moja tu, kuhakikisha kabisa kwamba wanatunza tabasamu lako pindi shida na tabu itakapotokea. Ukipoteza kitu hicho basi utapewa kitu kingine. Malengo Mgeta ndo jina langu, na Jumamosi yako iwe njema zaidi asubuhi ya leo, na kila sababu ya kushukuru. Naendelea kuweza kutazama Morning Sky TV, ndio hii.